Mimi naitwa Jafari Saidi. Mimi ni mwananchi raia wa Tanzania hii, lakini pia mimi ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Nitazungumza machache kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu nchi yetu, hususan utawala wa awamu ya 6 chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kama ambavyo wote mnafahamu, kipindi cha kwanza cha miaka 4 cha Rais Samia Suluhu Hassan kinakwenda kufika mwisho. Kwa kawaida ni mara chache sana watu huwa wanawaambia viongozi mambo mazuri wanayoyafanya. Mara nyingi viongozi huwa wanatukanwa sana, huwa wanasemwa sana, kana kwamba hakuna mambo mazuri wanayoyafanya. Kama mtakumbuka, miongoni mwa marais ambao sasa wanaongoza kwa kusifiwa kwa demokrasia na utawala bora ni rais wa awamu ya 4 Jakaya Mrisho Kikwete. Kila mtu sasa anasema bwana, wakati wa Kikwete bwana, wakati wa Kikwete bwana. Lakini naamini pia ni miongoni mwa marais ambao waliongoza kwa kutukanwa au kubezwa wakati wakiwa madarakani. Sasa lazima tujenge utamaduni wa kuwaambia ukweli, wa kuwapongeza viongozi pale wanapofanya mambo mazuri hata wakiwa bado wako madarakani, ili kuwatia moyo, lakini pia na kuwafanya wapate hamasa zaidi ya kuendelea kufanya mambo mazuri. Kama ambavyo mnakumbuka, Rais Samia aliingia madarakani baada ya kifo cha mpendwa wetu, rais wetu hayati John Pombe Magufuli. Ameingia madarakani kwa namna ambayo haijapata kutokea katika historia ya nchi yetu. Wakati anaingia madarakani, yalikuwepo mashaka mengi, zilikuwepo hofu nyingi, ilikuwepo taharuki kubwa juu ya mustakabali wa nchi yetu. Leo ni takriban miaka 4 baadaye, tuna mambo mengi ya kuzungumza kuhusu Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mimi leo nimeamua niyaseme machache ambayo kwa maoni yangu na mtazamo wangu naona kiongozi huyu ameyafanya vizuri sana, na naamini kwamba amejenga imani kwamba anaweza kuaminiwa ili aweze kuendelea kufanya vizuri katika maeneo mbalimbali. Nafahamu yako matukio machache ya uhalifu ambayo sasa hayo ni kazi ya vyombo vya dola kuendelea kuhakikisha kwamba wanayadhibiti, kwa sababu mapambano dhidi ya uhalifu ni mapambano endelevu, hayajawahi kukoma. Na mimi sina mashaka kwamba vyombo vyetu vina uwezo mkubwa na vimethibitisha hivyo, si tu kwa hapa Tanzania bali kwa nchi mbalimbali duniani. Ziko nchi, baadhi ya watu walijaribu kushawishi kwamba bwana, hebu tuvuruge amani, tuvuruge usalama ndio tutapata maendeleo. Lakini baada ya kuvuruga huo umoja, baada ya kuvuruga amani na usalama, nchi nyingi zimeshindwa kurejea katika hali ya utulivu. Mfano ni nchi ya Libya, una nchi ya Somalia na nchi nyingine nyingi ambazo wamejaribu kufanya mabadiliko kwa njia ya kuvuruga amani, kuvuruga usalama, na wameshindwa kurejea. Kwa hiyo kwa maoni yangu, eneo hili limefanya vizuri sana. Wako Watanzania waliotoa maoni kwamba mchakato wa katiba sasa umechelewa kwa sababu tunaelekea kwenye uchaguzi. Turekebishe kwanza sheria zinazohusika na uchaguzi, ili sasa tufanye uchaguzi kwanza, halafu tutafanya mabadiliko, tutaandika upya katiba yetu baada ya uchaguzi. Wako Watanzania maoni yao ni kwamba hapana, tufanye mabadiliko kwanza kabla ya kufanya uchaguzi. Sasa wote hawa ni Watanzania, lakini huwezi kupuuza Watanzania waliotoa ushauri wa kwamba turekebishe kwanza sheria, halafu ndipo tutakuja tufanye uchaguzi na baadaye tutafanya mabadiliko ya katiba. Huwezi pia kuwapuuza, wapo Watanzania wa namna hiyo.
Kwa hiyo ndiyo maana kupitia maoni hayo, ndiyo maana kuna mabadiliko yaliyofanyika katika sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa badala ya rais kuwateua makamishna na wakurugenzi wa Tume ya Uchaguzi, sasa watu wataomba kazi. Kuna jopo la usaili litachuja, na wale watakao faulu ndio watapelekwa kwa rais kwa ajili ya uteuzi. Tofauti na ilivyokuwa awali, rais alikuwa anateua popote pale ambako yeye anaona inafaa. Lakini kwa sasa watu wataomba kazi, usaili utafanyika. Usaili ukishafanyika, watakao kuwa wamekidhi vigezo ndio ambao rais atapelekewa majina kwa ajili ya uteuzi. Lakini kulikuwa na kilio kikubwa kwamba wakurugenzi kuwa wasimamizi wa uchaguzi ni sawa na rais kuusimamia uchaguzi. Sheria imerekebishwa, sasa wakurugenzi si tena wasimamizi wa moja kwa moja wa uchaguzi. Watu katika ngazi ya jimbo wataomba kazi, watakao kidhi vigezo watateuliwa kufanya kazi ya kusimamia uchaguzi. Kwa hiyo kwa ujumla, kiongozi huyu ameonyesha ni mtu mwenye uungwana wa hali ya juu. Ameonyesha kuwa na usikivu wa hali ya juu. Ameonyesha utayari wa kukubali maoni na mawazo ya Watanzania wengine. Kwa hiyo wito wangu kwa wanasiasa, hebu tutumie fursa hii kuendelea kumuunga mkono, lakini pia kuendelea kumtia moyo. Badala ya kutumia nafasi iliyopo kutukana, nafasi iliyopo kukashifu na kubeza, hizi fursa huwa haziji mara nyingi. Kwa hiyo ni vyema tukatumia fursa hii ili sasa kuchochea kasi ya mabadiliko ya sheria na taratibu mbalimbali pamoja na katiba ya nchi yetu kwa njia ya usalama na kwa njia ya amani. Kwa hili ni eneo la pili ambalo yako mambo yamefanyika ambayo ni mambo mazuri. Kwa sasa tuna tatizo kubwa sana la ajira. Huo ni ukweli ulio wazi. Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imechukua hatua za kuongeza kasi ya kuajiri. Kipindi hiki cha miaka hii minne, hata zile ajira ambazo zilikuwa zimesimama, kipindi hiki ajira zimetoka kwa wingi sana. Ajira nyingi sana zimetolewa kwa kipindi hiki. Lakini japo haziwezi kutosha, serikali haiwezi kumaliza watu wote wenye sifa ikaweza kuwaajiri serikali yenyewe. Na hili tatizo la ajira linatokana na uwekezaji mkubwa uliofanyika katika sekta ya elimu. Zamani tulikuwa na nafasi zinatafuta watu hawapo, lakini sasa tuna watu wengi wanatafuta nafasi za kazi. Maana yake ni kwamba mafanikio yaliyojitokeza katika sekta ya elimu yamezalisha changamoto ya watu kutaka kazi. Kwa hiyo mafanikio ya eneo moja yanaweza kuzalisha changamoto ya eneo lingine.